safi kabisa, nioshe katika damu, nitakuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, Yesu, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, Yesu, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe Baba, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, Yesu, safi kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe katika damu, takuwa safi kabisa, safi kabisa, naomba useme, Bwana Yesu, niko mbele zako siku ya leo, siku ya mfungo, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa neema yako iliyo katika Kristo Yesu. Naomba uaminifu wako unisogeze tena hatua nyingine siku ya leo, katika damu ya Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Asante.
tumekuwa na somo letu lenye kichwa kinachosema maombi ya kutambua vita vya ardhi kwa uzao wa kiume na uzao wa kike, kwa mfululizo toka tulipoanza ibadani, na tumepita kwenye maeneo mengi, lakini bado tutaomba tena asubuhi ya leo kwenye ibada sawa sawa na maelekezo ya Mungu ambayo amekuwa akituongoza. Nikasema ardhi imebeba vitu vingi sana, na ndani yake kuna baraka, lakini ndani yake pia kuna vita. Nikasema vita kubwa kwenye ardhi inasukumwa kwa watoto wa kiume, lakini nikasema kwa sababu watoto wa kiume kwenye ardhi ya familia ni warithi au ni watawala. Ardhi yoyote, nguvu kubwa inategemea mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema kifamilia, wanaoendeleza ardhi ya familia ni watoto wa kiume, kwa sababu wanawake ni waolewaji, wanazaliwa kwenye familia hii, lakini wataenda kuolewa kwenye familia nyingine. Ndio maana kaburi la mwanamke linahama, kaburi la mwanaume linaishi. Bwana asifiwe katika Kristo. Bwana asifiwe. Na nikasema maombi ya ardhi, ardhi inaishi kama vile mtu anavyoishi. Ndio maana mtu akifa au wanaume wakifa, ukienda maeneo mengi ardhi inachakaa. Bwana asifiwe. Kwa nini inachakaa? Kwa sababu wanaoisukuma ardhi ishi ni wanaume. Ukisoma kwenye Biblia uko ushahidi wa vitu vingi. Kwenye neno ambalo Mungu ametupa kusimamia, kitabu cha Luka sura ya 5 na ule mstari, Luka sura ya 10 ule mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema hivi. Luka sura ya 10 mstari wa 5 na wa 6, na nyumba yoyote mtakaoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkaria, la yumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa vya kwao, maana mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula vilivyowekwavyo mbele yenu. Sema amen. Alafu mstari wa 9, asante mwanangu, anasema waponyeni wagonjwa waliomo, waambie ufalme wa Mungu umekaribia. Nikasema huyu ni Yesu alikuwa anatuma watumishi wake au wanafunzi wake, na alipokuwa na watuma alikuwa ameweka tahadhari ya ardhi watakazoingia, kwa sababu hapa ametumia nyumba, lakini alikuwa anazungumza nyumba bila ardhi. Nyumba haierei, nyumba inaishi kwenye ardhi. Anasema nyumba yoyote mtakaoingia tafuteni kwanza amani, kwa sababu si kila ardhi imebeba amani. Sema amen. Kuna mji wa mtu ukikanyaga sahi, ukikanyaga unaumwa. Kuna mji ukikanyaga sahi unakuta unapata mashambulizi ya nguvu za giza. Hata zamani si tuliokulia mjini na tukakulia na vijijini, kuna mji uko tulikotoka ni ngumu sana kucheza kwenye mji. Enzi hizo si tunacheza nienga, si ndio?
mpira ambao tulikuwa tunafuma kwa makaratasi kabla ya hii ya sasa. Sijui wa sasa kama wanaweza kufuma, lakini ukiwa kijana miaka hiyo, kila mtoto wa kiume lazima ajue kufuma mpira wa kucheza. Mnaweka magoli huku na huku, lakini si kila nyumba mna uwezo wa kwenda kucheza huo mpira wenu. Bwana Yesu asifiwe. Tena unakuta wazazi wanazuia, walikuwa wafunguki moja kwa moja, lakini marufuku kwenda kucheza kwa kina fulani. Kaiangalia hiyo nyumba, unakuta ni washirikina. Bwana asifiwe. Lakini wale watoto pia wa hiyo nyumba ilikuwa ni ngumu sana kuja kucheza kwenu. Kwa nini? Wanaogopa zile roho zisije zikaambukizwa kwenye ardhi ya familia. Kwa unashangaa mnacheza, wakiona tu wazazi wanakuita, wanaambia mtacheza, tunamtuma, lakini sio kwamba anakutuma. Kinachozungumzwa ile ardhi iliyotoka imebeba nguvu za giza. Bwana asifiwe. Sasa huyu ni Yesu anasema nyumba yoyote mtakaingia. Ndio maana ukitaka urifushe kanisa 2025, kati ya sadaka za kupanda ambazo tunazitoa na aina za sadaka za mwanzo wa mwaka, lakini kwa waombaji wanafahamu kuna maombi maalum ya ardhi ya kanisa mnapoanza mwaka. Lakini pia unapoanza mwaka kifamilia, lazima kuwe na maombi maalum kwa ajili ya ardhi yako unapoanza mwaka. Kule Dar es Salaam kanisa moja limekuwa na maombi maalum kutoka kila watu wanaotoka mikoa mbalimbali. Watu wa Mbeya ameweka pale kwenye ile madhabahu. Kwa watu wa Mbeya wameagiza ardhi kutoka Mbeya, wameweka pale madhabahuni. Pale madhabahuni vimewekwa vibandiko, watu wa Mbeya, Songwe, Kagera, Mwanza, Shinyanga, Arusha, imezungukwa. Kwa watu wa Mbeya mnaenda pale madhabahuni, mnaangalia udongo wenu uko wapi. Kutoka mkoa wa Mbeya tunachotafuta baraka za watu wa Mbeya tulioko Dar es Salaam. Ili tupate kufanikiwa, lazima tuiombe ardhi ya Mbeya. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nakusomesha hivi? Kama Yesu anasema nyumba yoyote mtakaoingia, tafuteni kwanza amani, akiwamo mwana wa amani, anasema ingieni hiyo nyumba. Alafu anasema na vyakula vilivyoko kuleni. Alafu anasema ponzeni wagonjwa, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Sema amen. Kwa ufalme wa Mungu haukai tu ndani ya mtu, lakini pia unakaa kwenye ardhi ya familia. Bwana asifiwe. Ndio maana hata makanisa yetu haya yanatofautiana nguvu ya kiroho. Yanatofautiana nguvu ya kiroho kutoka kwenye ardhi ya kanisa, sio kwa mchungaji aliyoko. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji yoyote ili afanye vizuri anategemea amani ya ardhi ya kanisa. Hata kama angekuwa ni mzuri kiasi gani, lakini ardhi ya kanisa isipokuwa na amani, ni ngumu sana kuona uzuri wa mchungaji. Ni ngumu sana kuona hekima ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna wengine hata hivi tumekuwa na wiki la baraka kwenye hii madhabahu. Unajua kuna wengine wanashangaa na wengine wameulizia ili kanisa liko maeneo gani? Kanisa lina miaka mingapi? Lina miaka mingi sana. Mimi na watu ambao nafahamiana nao Dar es Salaam wanatoka hapa. Lakini wengine kwenye YouTube wanashangaa kanisa liko wapi? Kupitia hii semina wamekanyaga watu wa madhabahu makanisa mbalimbali. Manake kiroho wamefunguliwa kupitia ardhi ya Bethlehem, lakini pia wamebarikiwa kupitia ardhi ya Bethlehem. Lakini pia muwe na uhakika katika jina la Yesu, na wao wameibariki ardhi ya Bethlehem. Sema amen. Si kesho tutakuwa na wachungaji hapa, tutakuwa na wachungaji zaidi ya 4 hapa kesho.
Mimi naamini baada ya kesho Bethlehemu ni mpya katika jina la Yesu. Kuna vitu vilikuwa viwezekani, vitawezekana katika jina la Yesu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nikasoma andiko la pili ambalo limetubeba katika ile somo, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza ule mstari wa 13, neno la Mungu linasema, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: mkiwastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Mkiwastahi. Wa 13, mwanangu rudi nyuma, anasema mkiwastahi. Okay. Mkiwastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Unajua ni neno gumu sana katika maisha yako. Kati ya kitu moja hapa ambacho ardhi ya familia inakitunza ni amani ya wana wa familia. Si kila ardhi ina amani. Ukiona mtu sai sio mgomvi, ardhi ya kwao. Haleluya. Ukiona mtu ni mgomvi, ardhi ya kwao. Kuna watu kiuharisia kwenye ardhi za familia walizotoka hawanaga amani. Yaani wao wenyewe hawajawahi kukaa na amani. Kuna watu kwenye ardhi za familia hata tatizo likitokea hawajawahi kukaa pamoja kama familia wa kutatua. Juzi nilikuwa nauliza hivi, ni wangapi ambao wakiendaga Tukuyu, wakiendaga labda Mbozi, wanaweza wakapanda gari moja kama familia, kaka, dada, wanaenda kula sikukuu nyumbani kwao, wanaenda kula Pasaka nyumbani kwao. Yani unaweza kukuta yani kaka anaenda kwa wazazi, hata mdogo wake aliyoko mjini ajui kama kaka yake ameenda nyumbani kwa wazazi. Wengi tu. Bwana Yesu asifiwe. Shida, amani ya familia inatunzwa kwenye ardhi ya familia, na vita vya familia vinatunzwa kwenye ardhi ya familia. Ndio maana mtu yoyote akiwa ni mtu wa furugu huwa tunamtafuta kwenye ardhi ya familia aliyotoka, kwa sababu wako watu kwa asili ya familia za kwao hawajawahi kukaa kwa amani na hawatakaa kwa amani, isipokuwa kuna mtu ambaye ameamua kutafuta amani ya ardhi ya familia yao, kwamba Mungu, mimi naomba toba kwa ajili ya ardhi ya familia yetu. Kwa nini sisi kwenye familia yetu hatukaage kwa amani? Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Mimi nazungumza kuitafuta amani katika mji wa Kasa. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Ninyi kwa ninyi. Unajua kama familia ina amani ni rahisi kustawi, lakini kama familia haina amani ni ngumu kustawi, kwa sababu kwenye familia lazima mbarikiane. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Mimi nawaambiaga watu, hata kama we ni rafiki yangu sana, lakini kuna mahali urafiki wangu na mpaka, kwa sababu hata tu ndugu zangu watakwambia asituingilie katika mambo yetu. Kwa hata kama una rafiki yako sana, lazima uwe na mpaka. Usipokuwa na mpaka, unaweza ukabeba vita
ya familia nyingine ukaiingiza kwenye familia yako. Mimi niliwahi ona familia moja, nilishangaa sana. Yaani ni rafiki wa familia. Siku binti anatolewa mali, eti kwa sababu tu wale wanasari naye wanakuwa na nguvu ya kupanga mpaka mali, yani marafiki wanagawia ndugu mali. Yasema kitu cha ovyo kabisa. Lazima ujifunze kwamba hata kama una mahusiano na mtu, weka mpaka kwamba urafiki wangu, mahusiano yangu yataishia hapa. Usiingie kwenye mambo ya ndani ya familia, yatagharimu watoto wako. Kwa sababu usimuone mtu, huyu mtu ana misingi kutoka kwenye familia yao. Sema haleluya. Na wewe una misingi kutoka kwenye familia ya kwenu. Watu wengi hawana mipaka kwa sababu ni rafiki, hata yasiyomuhusu katika hiyo familia anaingilia. Wewe baki kuwaombea, kwa sababu pia laana ina kawaida ya kuambukiza. Sema amen. Ndio maana hata kama una rafiki yako anakusimulia habari ya vita za kwao, msaidie na kumpa ushauri, atafute amani kwanza. Hasa kama anasari, hasa hata kama ni Mkristo, msaidie kwamba ili watoto wako wafanikiwe na familia yenu ifanikiwe, hebu achilia, tafuta amani kwanza katika Kristo. Sema amen. Ondoka na hili neno kwenye ibada hii. Iweni na amani ninyi kwa ni neno gumu sana. Nashukuru kwaya wameimba, kwaya ya vijana bii. Hakuna kitu ambacho kinasogeza familia kama amani. Hakuna kitu kinachosogeza baraka za familia kama amani. Hakuna kitu kinachosogeza uchumi wa familia kama amani. Ngoja nikwambie, nilikuwa nasoma habari za Yusufu kutokea kwenye hili neno. Ndugu zake Yusufu walipoenda Misri, wakati njaa imeingia Kanani, Biblia inasema aliwauzia chakula, si ndio? Wakatumia kile chakula kikaisha, wakarudi tena kutafuta chakula, kwa sababu Misri ndio kulikuwa na chakula. Biblia inasema alipowauzia chakula waliweka na vikombe ndani, si ndio? Alafu akawaambia kamateni. Haleluya. Ndugu zake walishasahau kwamba ndugu yao walimfanyaga yule waliyemfanyia zile vurugu na kila kitu, ndo kiongozi kule, ndiye anayewauzia chakula. Biblia inasema wakaletwa mbele yake, hawamtambui. Akasema fungueni magunia ya chakula, nyinyi wezi. Wakafungua magunia ya chakula, wakakuta vikombe kule ndani. Unajua wale jamaa walichanganyikiwa, wakaanza kulia. Unajua kutafuta gharama si kitu cha kawaida. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndugu zangu sema amen. Biblia inasemaje? Inasema kitu cha ajabu sana. Yule jamaa akatoka kwenye kiti chake, akalia mbele yao, akasema mimi ni ndugu yenu Yusufu. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Anasema akalia. Lile neno akalia, alipoulia ndo akajifunua kwamba ni ndugu yao, ni amani alichokuwa anaitafuta. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 32 unaona Yakobo anaitafuta amani kwa ndugu yake ambaye anaitwa Esau. Kuitafuta amani kwa sababu aliondoka kwa ugomvi. Alipokuwa narudi kutoka Panda Aram kwa mjomba wake Betueli,
ili arudi nyumbani ilikuwa ni kitu cha kigumu sana. Hebu tusome kidogo Mwanzo wa 32. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Naanzia mstari wa 2. Anasema basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau ndugu yake mpaka nchi ya Sairi katika nyika ya Edom. Akawaagiza akasema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi. Nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akagawanya watu waliopo pamoja naye na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo 2. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akilipiga kundi litakalosalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahim na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa na matuo 2. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana. Nao ulisema hakika nitakutendea mema, nami nitaufanya uzao wako kama mchanga wa pwani usiohesabika kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau ndugu yake, mbuzi wake 200 na waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafari 10 na punda wake 20 na wana 10. Akawatia mkononi mwa watumwa wake, kila kundi peke yake. Naye akawaambia watumwa wake, mvukeni mbele yangu mkaache nafasi kati ya kundi na kundi. Akamwagiza yule wa kwanza akasema, Esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema, wewe uwa nani? Unakwenda wapi? Tena ni wa nani hao walio mbele yako? Basi useme ni watumwa wako Yakobo, zawadi aliyompelekea bwana wangu Esau, na tazama yeye mwenyewe yuko nyuma yetu. Akamwagiza tena wa pili na watatu waliofuata makundi akisema, hivyo ndivyo mtakavyomwambia. Akawakuta tena, semeni, tazama mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu, maana alisema nitamsuluhisha kwa zawadi inayonitangulia, baadaye nitamwonyesha uso wake, huenda akanikubali uso wangu. Basi ile zawadi ikavuka mbele yake, naye mwenyewe akakaa usiku ule kambini. Sema amen. Anasema akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze 2 na vijakazi wake 2 na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yobaki, akatwaa akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake
na mtu mmoja akashindana naye mwereka. Anaendelea hapo. Ndipo sasa inaendelea hiyo habari 34. Yakobo akainua macho yake akaona, na tazama Esau anakuja na watu 400. Angalia hiyo shughuli ilivyokuwa, anatafuta amani. Anasema akaja na watu 400 pamoja naye, akawagawanyia Lea na Raheli na wale wajakasi wawili wana wao. Akawaweka hao vijakasi na wana wao mbele ya Lea na Raheli wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwishowe. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara 7, hata alipokaribia ndugu yake. Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Unaona wa mstari wa 4 anasema Esau akaja mbio akamlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Kwa nini wanalia? Wanatafuta amani. Miaka 20 hawajaonana. Kilichowakimbiza ni mbaraka. Jamaa alipojua kwamba amechukua mbaraka, Biblia inasema akamwambia nitamuua Yakobo. Yakobo kukimbilia kwa Labani ni mama alikuwa anakimbiza mauti, kwa sababu Esau alisema maadamu amechukua baraka yangu, kilichobakia ni kumuua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Akainua macho yake akawaona ule msari, wale wanawake na watoto. Akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu aliyompa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wao wakakaribia, wakainama. Lea naye na wanae wakakaribia, wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia, wakainama. Akasema, kundi hili lote nililolikuta maana yake nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa bwana wangu. Esau akasema, ninayo tele ndugu yangu, ulionayo yawe yako. Yakobo akasema, sivyo, kama nimekubarika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu. Iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami, pokea tafadhali mbaraka wangu ulioletewa, kwa sababu Mungu amenineemesha, na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Akamshurutisha, naye akapokea. Kisha Esau akamwambia, twende zetu tusafiri, nami nitakutangulia. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unaona gharama ya kutafuta amani, kwa sababu watu wengi ni rahisi kupoteza amani. Lakini nataka nikwambie, kuna amani kipotea inapotea na baraka. Kuna amani kipotea inapotea na hatua. Sema haleluya. Kuna amani kipotea inapotea na mahusiano. Siku moja Mungu aliniambia, kwa nini Yakobo alifanikiwa sana kuliko Esau? Kwa sababu Esau hakutafuta amani na Yakobo, ila Yakobo ndiye aliyetafuta amani na Esau. Kwa sababu alitafuta amani huyu jamaa, ndio maana anayetafuta amani siku zote anastawi kuliko asiyetafuta amani. Haleluya. Nenda katika familia, anayeshuka, yani anayeshuka ndiye anestawi, asiyeshuka astawi. Kwa sababu kuna mtu vita ikitokea, kuimaliza vita ndani ya moyo wake ni mpaka kaburini. Ndio namsikia mtu anasema asije kunizika, lakini anasema huyu anayesema asije kunizika yamkini ametuma watu 2, ametuma watu 3. Jamani, natafuta amani na ndugu yangu, sasa mimi simsamehi. Na kuna mwingine anajisifu kabisa, mimi kumsamehe mtu haiwezekani. Kama ndani yako sio mwepesi wa kusamehe, unafunga lango la baraka la maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema jua lisichwe na uchungu hujaondoka moyoni mwako. Kwa anayetafuta amani ndiye anayestawi. Ndio maana unaona baada ya hapa
ni kama ukurasa wa Esau ulifungwa hapo. Alafu ukija sura ya 35, 34, 35 na kuendelea, 35 unaona Mungu anamuita Yakobo, anasema uje unijengee madhabahu kwa sababu nimekuwa pamoja nao siku ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo anaondoka, anawaambia watu wa nyumbani mwake, twendeni Betheli nikamfanyie Mungu madhabahu, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika nchi yote niliyoendea. Unaona Esau toka hapo usikia habari zake, lakini Yakobo unaona habari zake mpaka kwa watoto, unaona habari zake mpaka kwa wajukuu. Sasa angalia, anayetafuta amani ana kumbukumbu katika kizazi chake. Haleluya, nasema haleluya. Msalimie wa kulia kwako, hujasalimiana naye, mwambie Bwana asifiwe kisirani. Si una kisirani wewe? Kuna mtu sai ukimuuliza ule ugomvi uliumaliza, hajaumaliza mpaka sasa. Kinachokuzuia usimalize ugomvi ni kitu gani? Kisirani. Una kisirani cha miaka 20, una kisirani cha miaka 10, una kisirani umerithi kwa mama yako, una kisirani umerithi kwa baba yako. Yani unasema sisi walisema wale sio ndugu zetu. Tafuta amani katika jina la Yesu. Ukitoka kwenye hii ibada, kamwambie ndugu yangu, yale yameisha, nilikukosea nisamee, ulinikosea nimekusamee. Nasema haleluya. We Biblia nimekusomea hapa, Biblia nasema hawa jamaa walikumbatiana. Biblia nasemaje? Wakalia. Kwa nini walikuwa wanalia? Yale machozi yalikuwa yanamwaga sumu ya kisasi iliyokuwa ndani yao. Kwa sababu mtu yoyote ukiona mtu ambaye mlikosana, mkionana, alafu mnalia pamoja, kwa sababu kinachotokea ishara ya kuachilia, lazima uchungu natoka kwa njia ya machozi. Yale machozi unakuta yalibeba kisasi, yalibeba mauti, yalibeba umaskini, yalibeba laana. Kwa sababu palipo na vita, kuraniana ni kitu cha kawaida. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Biblia nasema alipoinua macho yake na ndugu yake akaja, wakakumbatiana shingoni, wakalia. Ile anasema wakalia. Baadaye ule uchungu ulipoondoka ndani, anamuuliza, mbona nimeona makundi ya wanyama? Maana yake nini? Anasema nilichokuwa natafuta ni kibali, ndio maana nilitanguliza zawadi mbele yako, natafuta kibali. Haleluya. Angalia gharama ya mtu anayetafuta amani. Gharama ya mtu anayetafuta amani, yuko tayari kutoka Mbeya kwenda Tukuyu, kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam. Anatafuta nini? Amani. Kwa sababu siku zote anayetafuta amani ndiye anayestawi. Nimeeleweka? Ndio maana ndani yako uwe mtu wa kutafuta amani. Kwa nini ufe na mvi zako hujasamehe? Kwa nini utembee 2025 hujasamehe? Haleluya. Mwangalie rafiki yako, huyo uliyekaa naye, mwambie samehe. Mwambie tena samehe. Mwambie tena samehe. Mwambie tena samehe. Mwambie tena samehe katika damu ya Yesu. Unajua wakati nasoma hapa hili neno, nimesikia mtu yuko huko ndani hajarudi kundini, lakini anachosikia ni kurudi kundini. Kwa nini? Anataka kutengeneza na Mungu. Nimesema anayetengeneza na Mungu ndiye anayefanikiwa. Asiyetengeneza ni ngumu kufanikiwa. Lakini huwa na uhakika unafunga kizazi chako, kwa sababu kizazi chako nacho kitakuwa kama na roho ya kwako.
kwa sababu roho ya kutokusamehe ni roho inayoishi ndani ya mtu, ni roho inayotembea, inayokaa ndani ya familia. Ndio maana kukiwa na ugomvi ndani ya familia yako, usisimulie watoto wako. Hujaelewa? Kwa sababu hao watoto utakufa, watahitaji kuwa na shirika na watoto wako, kwa sababu hao watoto pia, kumbuka, utakaa nao miaka yote kwenye nyumba yako. Wataenda kufanya kazi Dar es Salaam, watasari si kwenye kanisa hili unalosari wewe sahi. Atakutana na injili huko, anarudije? Na wewe ulishatangaza kwamba wale hatutasameheana nao. Bahati mbaya unakuta wanasari pamoja, wanafanya kazi ofisi moja kwa sababu mchepuo wa elimu waliosoma na yule mtoto wa ndugu yako ndio aliyosoma, wanafanya kazi mahali pamoja. Sasa yule ni ndugu yangu lakini hatusalimiani, yule ni mtoto wa shangazi lakini hatusalimiani, yule ni mtoto wa baba mkubwa lakini hatusalimiani. Ni ndugu yangu kabisa. Nauliza, wewe ni ndugu yako kabisa? Ni ndugu yangu. Wanakuta kwenye vyeti ni jina la ukoo ule ule, lakini uliweka huko. Ugomvi wako usiwashirikishe watoto. Ukitoka leo ibadani, waambie wanangu, ule ugomvi nyinyi hauwahusu. Wakristo Bwana asifiwe. Nasema Wakristo Bwana asifiwe. Wakristo Bwana asifiwe. Nakumbuka niliwahi enda kusuluhisha familia moja kwa habari ya ugomvi, ndo tumeingia kwenye hiyo familia. Yenda kuambia mtu anainama chini, analia, anafuta machozi, ni Mkristo huyu, sio mpagani. Katika maisha yangu namshukuru Mungu. Katika maisha yangu, cha kwanza, situpendagi kutembea kwenye vita. Ukishakuwa mtumishi unayesuluhisha migogoro ya watu, unajifunza kuwa mtu wa amani katika jina la Yesu. Unakuta unaongea na baba ana miaka 70, anaongea tu kutafuta upatanisho mpaka anaria. Yani anaria. Unajiuliza, Mungu angekufa tungeweka msalaba kama pambo, lakini msalaba hukumsaidia. Kwa sababu Yesu alipokuwa msalabani, ukisema mimi ni Mkristo, ngao yako ni msalaba, ngao ni msalaba, sio? Lakini ndani ya msalaba tumefungiwa kuachilia. Ndio maana Biblia inasema pale akiwa msalabani, mmoja alimwambia, wewe kama ni mwana wa Mungu jiokoe. Yule mwingine akasema, huyu hastahili kwa sababu hana kosa, ila sisi ndio tunastahili. Sema amen. Alafu alimwambiaje? Yesu, ninaomba nikumbuke katika ufalme wako. Akamwambia, amini leo hii utakuwa pamoja nami katika ufalme wa Mungu. Alimwambia peponi, si ndio? Alafu yeye kabla hajakata roho, ambia Baba wasamehe, kwa maana wajuu walitendalo. Kwa angalia, nguvu ya Mkristo ni katika msalaba, na msalaba kazi yake ni maachirio. Kwa kama ni Mkristo, ulichokibeba ndani yako ni roho ya maachirio. Nami nasema kwenye ibada hii, kama hujaachiria, mwambie Yesu, nisaidie kuachiria.
maana yule uliyekosana naye, hata hivi ninavyofundisha, ni wewe kuondoa. Amen. Ninaomba niachirie ndani ya moyo wangu, niachirie ndani ya moyo wangu, niachirie ndani ya moyo wangu, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Aya, achiria sasa, achiria. Nasema achiria kwa sababu kuna mtu amezira mpaka kwenda kumsalimia baba yake, yuko huko ndani. Kuna mtu amezira hata kwenda kumsalimia kaka yake, yuko ndani. Lakini watu ambao wako hapa Mbeya, hawako mbali, wako hapa Mbeya, lakini kilichokosekana ni amani, ardhi. Kwa nini mmewabebea vita? Mungu anamuuliza Kaini, anamwambia Kaini, ndugu yako yuko wapi? Aise, Mungu anajua kumbe una ndugu. Yaani wewe hata ukikataa, mbinguni wanajua una ndugu yako anaitwa Cecilia. Mbinguni wanajua una ndugu yako anaitwa Hansi. Mbinguni wanajua una ndugu yako anaitwa Grace. Mbinguni wanajua una ndugu yako anaitwa Fred. Wanajua kwa sababu Mungu anauliza ndugu yako yuko wapi? Hebu piga hesabu. Mungu anakuuliza ibadani, sahi ndugu yako yuko wapi? Unajibu nini? Hujasalimiana naye miaka 4. Kwa sababu unajua mbinguni hawajui, mbinguni wanajua. Wewe mwanamke uliolewa kwenye hiyo familia, usiwagombanishe, hao ni ndugu. Mungu atamuuliza mume wako, ndugu yako yuko wapi? Wewe kazi kusemelea tu mume wako, unajua wifi, unajua wifi, yaani unajua wifi. Wewe huyo ni ndugu yake. Elewa hilo. Mungu anamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Kwa ni rahisi ukambana mume wako asichomoke kwako, lakini mbinguni wanajua ana ndugu huyo. Haleluya. Kwa sababu Biblia, Waswahili wanasema, yani mwanamke akiolewa na mtu mwenye pesa, Kiswahili cha kwetu Dar es Salaam anasema anakaba mpaka penalty. Yani kumwachilia mume wake ni ngumu. Kwa nini? Yani muda wote akili yake iko kwenye vitu, akili yake haiko kwenye mahusiano. Sema amen. Wewe umemkuta huyo baba ana mkono wa baraka, hujui ni nyota ya tumbo la mama yake mzazi aliyemzaa. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Kwani Biblia inasemaje? Wewe unasoma maandiko, nitabariki uzao wa tumbo lako, nitabariki uzao wa tumbo lako. Kwa ukiona mume wako ana mshiko, ni tumbo la mwanamke mwenzako lililomzaa. Elewa hivyo. Kuna mtu aelewi kwa akimkuta baba mwenye pesa anatamani afarakanishe familia yote. Unajua wifi nilimkuta na unajua wifi nimemwota. We, huyo ni ndugu wa mume wako. Kuna saa mume wako anatamani akae pamoja na dada yake kama walivyokuwa wanakaa kule nyumbani, wanaongea kama walivyokuwa wanaongea nyumbani. Wewe ukimwona mume wako amekaa na dada yake, najua tu anamuuliza lile duka liko wapi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Mimi sijui hiki kitu cha kuzaliwa tumbo moja kina nguvu. Yaani pamoja na kwamba mke wangu nampenda, lakini nikikutana na dada yangu, yaani huku ndani nasikia kuachiliwa. Nasikia kuachiliwa. Yaani nasikia wepesi, nasikia amani.
Bwana asifiwe. Kwa uwezi kutenganisha undugu kwa sababu ya mapenzi. Haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo, si ndio? Nimeeleweka mpaka hapo, si ndio? Nimeeleweka mpaka hapo, si ndio? Ndio maana wenye hekima, sema wenye hekima, anakumbuka kumsemesha mume wako, msaidie ndugu yako. Unajua huyo ameelewa. Yaani baba ukiwa na mke ambaye anasema saidia ndugu zako, unajua ameelewa. Damu ni nzito kuliko maji. Nimeeleweka mpaka hapo? Nasema nimeeleweka mpaka hapo. Sijui nimeonyeshwa wifi yuko hivi, sijui nimeonyeshwa. Wewe utakaria kutikafu kwenye hiyo familia. Ndio maana Biblia inasema katika kila jambo lazima uwemo kwa kiasi, kwa sababu akili zako lazima ziwe na hesabu. Nimeeleweka? Ni neno gumu sana kuitafuta amani ya ardhi ya familia. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Ninaomba ukue leo katika jina la Yesu. Yamkini huko nje ulikuwa lakini ndani hujakuwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kuna saa tukikaa na wale tuliozaliwa tumbo moja, tunakumbushiana umaskini wa kwetu, tunakumbushiana ufukara wa kwetu. Hata tukiangalia ka TV sebreni, tunakumbushiana zile koroboi za kwetu ambapo wewe kabla sijakuoa haukuwepo. Tunakumbushiana ile dona ya kwetu tulio tunakula, wewe kabla sijakuoa haukuwepo. Tunakumbushiana yale manganga leo tunakunywa Ninaeleweka? Lakini wewe haukuwepo. Unakumbuka mtu wa manganga, ulikuwa unachuma, dada yako anachuma, mnagombania manganga. Sasa hii mnakunywa soda, huyo mke wako hakuwepo. Kweli kwamba yani mahaba yako mke wangu yani vuruge, nisikumbuke mahaba ya dada yangu kwa baba yangu na mama yangu kule nyumbani? Abadani, haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Na baba naye, kaka naye anakumbuka alipokuwa anaokotaka parachichi kwa jirani, anayaficha. Halafu usiku mnakula kande na parachichi haiendi. Wewe ndio unaenda kutafuta parachichi kuliko ficha. Unamkatia kipande dada yako, mnakula pamoja. Halafu huyo mke wako hakuwepo. Halafu leo hii anasema dada yako mbaya. Abadani, haiwezekani. Nasema haiwezekani. Bado ule mwindi wa kuchoma jikoni, unachoma, unamkatia kipande dada yako, mke wako hakuwepo. Alafu leo anasema dada yako ni mchawi. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Haiwezekani. Bado sijazungumzia mama yenu anawapakulia bakuli moja, wewe unatowezea huku ugali, dada yako anatowezea huku, wewe unachukua haiwezekani. Alafu dada yako anakuambia wifi ni mbaya. Haiwezekani, haiwezekani. Nasema haiwezekani. Yani kuna vitu ambavyo kama tunasema kama si Mungu. Kwa ukiona mimi nimekaa na dadangu tunakumbushiana, bado yale mahaba ya kulala kitanda kimoja. Wewe na dada yako melala kitanda kimoja. Si ndio? Mlipokuwa wadogo kwani mlitenganishwa vitanda? Mmekuja kutenganishwa vitanda, mmekuwa. Hayo ni mahaba makubwa kuliko ya mke wako. Huo ni upendo mkubwa kuliko mke wako. Alafu leo mke wako anakuvuruga na ndugu zako kirahisi. Haiwezekani. Nasema haiwezekani.
Sasa lazima ujue safari. Nasema hiyo haiwezekani. Jamani, tumetoka mbali. Yaani hata kama tumevaa suti tumetoka mbali. Hata kama tunaendesha magari tumetoka mbali. Hata kama tuna biashara tumetoka mbali. Kuna mahali ukiangalia ulikotoka ni kwa neema tu. Nimeeleweka mpaka hapo? Lile neno iweni na amani ni kwa ninyi ni neno pana sana. Ni neno pana sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Mimi hata nyumbani nasafiri narudi nakuta mdogo mtu ametoka nyumbani. Amemfuata dada yake ameenda mke wangu. Vipi? Sasa alikuja tu apumzike hapa. Wamekumbuka mahaba ya nyumbani kwao. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Kwa hiyo ameacha nyumba yake amekuja kukaa. Na yeye akaondoka Disemba mwezi mzima ameenda kukaa kwa mdogo wake. Ana nyumba yake na watoto wake ameenda kukaa kwa mdogo wake. Kilichompeleka nini? Mahaba ya kwao. Wanasimuliana mama yao walivyokuwa anawatoa funza kwenye miguu. No story walizonazo. Wanasimuliana kitanda kilikuwa na kunguni. Wanasimuliana wewe ulikuwaga mchafu. Ndio mahaba ya kwao. Wanasimuliana tulikuwa tunajifunika shuka mpaka linanuka, mama anaenda kuanika, blanketi linakungutwa vumbi, linaanikwa na baadaye mnajifunika. Ni mahaba ya nyumbani kwao. Wanasimuliana. Huyu anamkumbusha, lakini wewe ulimsumbua mama wewe. Hapana, na wewe dada ulizidi. Wewe ulikuwa unaibaga hata maharage ya mama. Unaiba na sukari unakula mdomoni. Kwani ulikuwa uibi sukari wewe kwenu? Mwangalia jirani yako, hata kama ni mstaarabu kama nini, hata kama ni bosi serikalini, lakini huyu ameramba sukari ya mama yake jikoni. Muulize, si uko naye hapo? Muulize. Mungu atukumbuke katika ufalme wake katika jina la Yesu. Mimi najaribu, unajua vita inapotokea, jaribu kuangalia safari ya maisha yako kwanza. Kwa sababu usibebe vita ya ukubwani ukasahau upendo wa utotoni. Katika Kristo Yesu, amen. Usizidiwe na mapenzi. Usizidiwe. Upendo mkuu ni yule uliotoka nao kwenye familia. Ndio unaokusaidia kujenga familia yako. Ni kitu cha muhimu sana. Nasema hivi, ni kitu cha muhimu katika jina la Yesu. Nasema ni kitu cha muhimu katika jina la Yesu. Mimi nakaa na mtoto wa dada yangu kule Dar es Salaam. Nakumbuka mama yake alikuwa ananunulia kaptura ya shule. Siku akipata mshahara ndo tunakula samaki magege nyumbani. Tunakula kitimoto za mkopo. Aka kangu kakiniambia sina ada. Unakumbuka kaptura ya mama yake kwangu? Ni upendo wa kwanza. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu.
Hasira iondoke moyoni mwako. Nasema hasira iondoke moyoni mwako. Nasema hasira iondoke moyoni mwako. Nasema uchungu uondoke moyoni mwako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Jifunze la mwisho. Au mmechoka niwaache mwende nyumbani? Nimefundisha dakika ngapi mwanangu? Mimi sikuangalia saa wakati naanza. Karibu hadi saa. Basi tuwaruhusu waende nyumbani. Bado na ibada mimi jioni hapa. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, jifunze kutolea sadaka ardhi ya familia ili amani idumu. Jifunze kutolea sadaka ardhi ya familia ili amani ya familia idumu. Hata tunatoaga sadaka hapa, kati ya kitu moja hapo ambacho nahitaji kukumbuka mara kwa mara ni kutolea sadaka ardhi ya familia yako ili amani ya familia idumu. Usije ukasahau. Kuna saa mimi nakuaga kwenye maombi, Mungu ananiambia usijiombee wewe, ombea ndugu zako mliozaliwa tumbo moja. Unakuta unaanza kumtaja mmoja mmoja, unamtaja mbele za Mungu, unamtaja mbele za Mungu, kwa sababu saa hiyo Mungu anakusikia wewe. Na wewe pia jifunze, ukija kwenye ibada, toa sadaka ya amani kwa ajili ya ndugu zako. Na hii sadaka pia Mungu alimpa kuhani Haruni. Anasema mtatoa sadaka ya amani. Kuna mahali anasema mtatoa sadaka ya upatanisho. Kwa sadaka ya amani katika familia yenu ni ya muhimu. Kama tu Mungu amekupa watoto, kati ya kitu moja hapo ambacho hata mimi nakumbuka nikiwaona sahi watoto namna wanaongozana wakitoka shule, ninaona wakira, huyu anasema baba ya Angel iko wapi? Huyu Angel anasema ya Comfort iko wapi? Comfort anasema ya Bariki iko wapi? Najua wanatambuana. Sema amen. Unasema Mungu, kama wanatambuana saizi, hata wakiwa watu wazima watambuani. Nimeeleweka mpaka hapo? Kwa sababu sasa si unaangalia pale watoto wanavyoshirikiana. Ukitubu kwa ajili ya laana, lazima ujue kutunza baraka. Kwa unaona pale wanashikamana, wako pamoja, wanajaribu kuteteana, wanajaribu kusaidiana. Unatoka unarudi unakuta wanacheza pamoja. Kumbuka kutoa sadaka ya amani kwa ajili yao. Ukiona wewe na ndugu yako mnakaa kwa amani, kumbuka kutoa sadaka ya amani. Kwamba Mungu, hivi tulivyo, ngoja nikwambie hivi, undugu hauna hera, ila kwenye urafiki ndo unachagua wenye hera. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Ukiwa na hera utataka uongee na wenye hera, lakini kwenye undugu, yani mdogo wako hata kama hana kitu, akija kwako huwezi kumfukuza. Lakini mtu ambaye hana uwezo kama wewe unaweza kumdharau, lakini ndugu yako huwezi kumdharau wala huwezi kumkataa. Ndio maana ndugu yako sasa ni maskini, anaumwa, utakimbia kwenda hospitali, utampeleka. Bwana vipi, mbona hatujakuona kazini, hatujakuona dukani? Kwanza bwana mdogo anaumwa bwana. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio maana sasa, kwa sababu Mungu anakupa amani kati yako na ndugu zako, kumbuka kutolea sadaka. Mimi kuja kwako naweza nikatafuta appointment, lakini ndugu yako atafuti appointment. Yani hata kama ulikuwa umelala chumbani, ambia shemeji, mwambie kaka nimekuja.
Hapo getini pana mlinzi. Akija kukuona anatetemeka. Lakini mdogo wako yule maskini hatetemeki. Haleluya. Ndio unainuka. Vipi Frankie? Nilikuwa nimechoka bwana. Kasi unajua kazi nyingi. Sasa nimekukumbuka, nimekuja kusalimia. Niambie. Na wewe unaanza kuleta story zako, mnacheka. Lakini huyu ndugu yako kazini unaogopwa, wafanyakazi wanakuogopa, lakini ndugu yako anakuona wa kawaida. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Ukija mimi kunisalimia hapa nasema Bwana asifiwe. Mdogo wangu akija anambia kaka mambo. Yaani yeye hangaiki ninachokifanya, mimi ni ndugu yake. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Kumbuka kutoa sadaka ya amani. Usije ukasahau. Sadaka ya amani. Sema sadaka ya amani. Sema tena sadaka ya amani. Sema tena sadaka ya amani. Kumbuka kutoa. Kumbuka. Usije ukasahau. Itolee ardhi ya familia yenu sadaka ya amani. Unaona watoto wako wameshikamana, tolea sadaka ya amani. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Rafiki yako anaweza akafa, usiumie. Mdogo wako akifa, hata kama alikuwa hakupi kitu, maumivu yake ni makali. Nimeeleweka? Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka? Maumivu yanakuwa makali, utalia. Kwa sababu yeye ni wewe na wewe ni yeye. Sema amen. Si unajua Kiswahili cha Wanyakyusa, nenda kwa bro Mbeya. Unaambia bro anaendeleaje? Yuko vizuri. Anakuja huko ametinga kiatu kipya, bro amenunulia kiatu. Mungu akusaidie. Kristo akusaidie. Mfalme akusaidie. Mwaminifu akusaidie. Mtakatifu wa Israeli akusaidie. Mungu mwaminifu akusaidie. Haya, imetosha. Tutoe sadaka ya amani. Uko tayari tutoe sadaka ya amani? Lakini nataka wale ambao kwanza wamepita kwenye vita za kifamilia, hata sahi hawajui wanaanzia wapi kutengeneza. Tuende mbele za Mungu. Tukitengeneza na Mungu, Mungu anaenda kukupatanisha na ndugu zako sahi. Umepita pagumu na wifi zako, kimbia hapa mbele. Umepita mahali pagumu na shemeji zako, kimbia hapa mbele. Umepita mahali pagumu na ndugu zako, kimbia hapa mbele sahi ninavyozungumza. Kutengeneza ni wewe na Mungu. Haujui kilichosababisha mkakosana. Wewe njoo tu madhabahuni. Mko wengi, sio wachache. Mko wengi. Umerithi ugomvi usio wako, njoo tengeneze na Mungu. Njoo tengeneze na Mungu. Njoo tengeneze na Mungu. Njoo tengeneze na Mungu. Narudia, njoo tengeneze na Mungu. Tengeneza na Mungu. Nasema hivi, njoo tengeneze na Mungu. Itakuwaje na ndugu yako wewe yakuhusu? Mungu ndiye anayetupatanisha. Njoo tengeneze na Mungu. Hata kama amekuumiza, nimesema njoo tengeneze na Mungu. Unasema aliniumiza, njoo tengeneze na Mungu. Tengeneza na Mungu. Tengeneza na Mungu.
mume wako, tengeneza na Mungu. Na wasubiri wengine wamekaa kwenye viti, tengeneza na Mungu. Umegombana na mtoto, tengeneza na Mungu. Yuko mtu amegombana na mtoto, pita mbele, tengeneza na Mungu. Wewe mwambie tu, Mungu nisaidie. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Sitamani leo uondoke na hiyo vita. Sitamani. Natamani vita ikuachie. Inua mikono yako. Wewe ni Alfa na Omega, tutakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega, tutakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, tutakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, ninaomba toba katika damu ya Yesu. Ile vita iliyoko kati yangu na ndugu zangu, kati yangu na ndugu zangu, kati yangu na familia yangu, kati yangu na watoto wangu, kati yangu na dada zangu,
kati yangu na kaka zangu, kati yangu na wazazi wangu. Naomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote kilichosababisha roho ya vita ikaingia kati yangu na ndugu zangu, kati yangu na dada zangu, kati yangu na wadogo zangu na kaka zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, leo natengeneza, leo natengeneza. Yakobo alitafuta amani kwa gharama kubwa na ndugu yake Esau. Yesu, na mimi ninatafuta amani na ndugu zangu, na ndugu zangu na wazazi wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na marafiki zangu niliokosana nao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kati yangu na mke wangu, kati yangu na mume wangu. Naomba toba kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu, mwambie Yesu naomba toba. Umekaa kwenye kiti, mwambie Yesu naomba toba. Mungu, ninaomba toba mbele za uso wako. Naomba toba Baba, naomba toba katika damu ya Yesu. Naomba toba Mungu, naomba toba kwa ajili ya watumishi wako na watoto wako wanaofurahia kulicha jina lako, wako katika ibada hii siku ya leo. Bwana, kumbuka Mungu vita iliyoko kwenye familia yao, iliyoko kwa ndugu zao, iliyoko kwenye familia yao, iliyoko kwa ndugu zao, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba toba Baba, naomba toba Yesu, naomba toba Mfalme siku ya leo Baba. Watumishi wako wanapotengeneza juu ya vita walizopita nazo zilizoko ndani ya familia, Yesu ninaomba, Yesu, Yesu ninaomba, ninaomba Yesu, ninaomba Yesu, ninaomba Yesu, ninaomba kwa ajili ya watumishi wako hawa, kwa ajili ya watumishi wako hawa, kwa ajili ya watumishi wako hawa. Yesu, ninaomba toba asubuhi ya leo. Ile vita iliyoko kwenye familia yao, ile vita iliyoko kwenye familia yao, ukisikia kulia ndani yako, welia tu, uchungu uondoke. Naona tu mmoja anakumbuka yale maneno waliotamkiana ya kutokusalimiana, ya kutokutembeleana. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Yesu, huo ugomvi ni mkubwa. Yesu, hiyo vita ni kubwa. Damu ya Yesu pite, damu ya Yesu pite, damu ya Yesu pite. Ndugu yako alipata shida na ulijua, ulishindwa kwenda kumsalimia kwa sababu ya yale maneno, kwa sababu ya ile vita. Yesu, ninaomba wasaidie kuachilia watoto wako, kuachilia ni kazi, kuachilia ni ngumu. Wasaidie kuachilia, wasaidie kuachilia, wasaidie kuachilia, wasaidie kuachilia, wasaidie kuachilia, wasaidie kuachilia. Rikandoromosa, rikoromosa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Usiache kuomba, usiache kuomba. Ninasikia tu Mungu anasema vita yao imewafikisha mahali pagumu, mahali pagumu. Omo sandarama sakariamana, rikoromosandaраmosa, karomosaka. Yesu, wasaidie, 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 wasaidie. Waachilie ndani ya mioyo yao roho ya ugomvi, hiyo sumu ya maneno mliotamkiana, sumu ya maneno iliyokaa ndani yenu, sumu ya ugomvi iliyokaa ndani yenu, kwa damu ya Yesu Kristo. Rikoromosandaраmosa, rimosandaраmosa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu pite, damu ya Yesu pite, ipite ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako, ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Inua tena mikono yako, paza sauti kwa maneno haya, sema Bwana Yesu, naachilia, 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 naachilia. Yesu, Yesu, naachilia ndani ya moyo wangu, naachilia sasa, naachilia sasa, naachilia sasa, naachilia,
Nisaidie kuachilia. Nisaidie kuachilia. Mwambie Yesu naachilia. Tamka. Mwambie Yesu naachilia. Unapotamka